Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Mbele yetu ni kitabu Wadhaifu Shahri Ramadhana, mtunzi au mwandalizi wa kitabu hiki ni Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna. Tumefika ukurasa wa 24. Wa fi tibi rihi khulufi famiswaimi inda Allahi maana yani, na kuhusiana na uzuri wa harufu mbaya inayotoka mdomoni wa aliyefunga mbele za Mungu inakuwa ina maana ngapi? Mbili. Aaduhuma, moja katika hizo mbili, anna siyama lamma kana sirran baina al-abdi wa rabbih, hakika funga ilipokuwa funga hiyo ni siri kati ya mja na Mola wake, fi dunia, duniani, adhharahu Allahu fil akhirati alaniyatan lil khalq, adhharahu Allahu, amedhihirisha Mwenyezi Mungu ibada hiyo, fil akhirati, akhira, alaniyatan, wazwazi, lil khalqi, kwa viumbe, liyashtahira bidhalika ahlu siyami, ili wawe maarufu kwa hilo watu wenye kufunga, wayurafuna bisiyamihim, na watajulikana kwa funga zao, baina nasi, kati ya watu, jazaa, na hali ya kuwa ni malipo, liikhfaihim, kwa kule kuficha kwao, siyama, msamu zao, fi dunia, duniani. Sawa. Walmaana thani, na maana ya pili, anna man abada Allah wa ata'ahu, hakika yote ambaye atamwabidi Allah, tamwabudu Allah na akamtii, wa talaba ridhahu, na akatafuta radhi zake, fi dunia, duniani, biamali, kwa kufanya matendo fulani, fanasha min amali atharu, kukazalikana kutokana na matendo yale athari fulani, makruha, isiyopendeza, linufus, katika nafsi zingine, fi dunia, katika dunia, fa inna tilka al-athara, ka athari hizo, ghairu makruhatin inda Allah, yani kwamba si zenye kuonekana ni mbaya mbele za Mungu, sio zenye kuchukiwa mbele za nani? Za Mungu, kwa maana zenye kupendwa mbele za Allah, bali hiya maabubatun lahu, bali hizo zinapendeza kwake Allah, wa tayyibatun indahu, na zina nzuri mbele yake, likauniha nashat, kwa kuwa athari hizo zimezalikana, antaati, kutokana kumtia Allah, watibai mardati, na kwa kufuata zile radhi zake. Fa ikhbaruhu bidhalika lilamilina fi dunya fihi tatyibun liqulubihim, fa ikhbaruhu bidhalika, kule kuelezea kwake kwa hilo, lilamilina, kwa wale watendaji wanayetenda, fi dunya, duniani, fihi tatyibun liqulubihim, ndani yake ni kuzitia faraja, liqulubihim, nyoyo zao, yani kuzifanya zione zirelax, ndani yake kuna kuzifanya zirelax, liqulubihim, zile nyoyo zao zijisikia fresh, vijana wanasema, sawa. Lialla yukraha minhum ma wujida fi dunya, ili lisije likachukiwa kutoka kwao, ma wujida, ile ambalo limepatikana, fi dunya, wapi? Duniani. Kullu shay'in naqisin fi urufi an-nasi fi dunya idha intasaba ila ta'ati wa ridahu fa huwa al-kamilu fi al-haqiqa, kila kitu chenye mapungufu katika desturi za watu duniani, idha intasaba ila ta'ati, pindi kitakapojinasibisha na utiifu wa Mungu na radhi zake, fa huwa al-kamilu fi al-haqiqa, hicho ni chenye ukamilifu kiuhalisia, sawa. Asema khulufu afwahi saimina, harufu mbaya za midomo ya waliofunga, lahu atyabun min ri'il miski, aswaimina lahu atyab, kwa Mungu zinapendeza zaidi, min ri'il miski, kuliko harufu ya miski, sawa sawa bosi. Mavazi ya ihramu ya wenye kuhirimia, uriyul muhrimina, mavazi ya ihramu ya wenye kuhirimia kule ibada ya Makkah, ziarati baitihi, kwa ajili ya wale wenye kuizuru nyumba yake, ajmal, mavazi yale ni mazuri zaidi, min libasi ulali, kuliko majoho, min libasi ulali, kuliko nguo za kifalme au za kifahari, kuliko mavazi ya kifahari, kitaka hivi, sawa. Sema uriyul muhrimina li ziyaratihi
liziarati baiti ajmalu, ni mazuri zaidi mavazi hayo, min libasi hulali, kuliko mavazi mengine ya kinini, ya kifahari. Hulali yani mapambo mazuri. Nauul mudhnibina, kwamba majuto ya watenda madhambi, ala anfusihim, juu ya nafsi zao, yani kuzijutia nafsi zao kwa yale waliyofanya, min khashiyatihi, kutokana na kumwogopa kwake Allah, afdalu, majuto yale ni bora, minat tasbihi, kuliko kuleta tasbihi. Sawa. Inkisarul mukhbitina, kule kunyenyekea, almukhbitina, inkisar kuvunjika, inkasara yankasir, inkasir inkasara yankasiru, ndio munkasar. Okay, kwa hiyo sasa kuvunjika nako maana hapa ni kule kusarenda mwili mzima, yani kwamba hauna ubabe. Umeelewa vizuri yani kuvunjika kama vile kitu kuvunjika kikakosa mwelekeo, kuwa hakina ubabe wote kwa kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kifanye ubabe. Umeelewa vizuri? Ndio anachotaka kiashiria. Kwa hiyo tunaposema kuvunjika kwa wenye mukbitina, si ndivyo? Ana maana uvunjikaji wa hapa ni sura hiyo. Sawa? Kwamba kuvunjika kwa wenye kunyenyekea, si ndivyo? Au kunyong'onyea kwa wenye kunyenyekea, li'adhamatihi, kwa ule ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala, si ndivyo? Asema huwal jabru, huko ndio kwenye kurekebishwa, yani huko ndio aljabru, ndivyo hivyo huko ndio kurekebishwa kwao. Wal jabru, huko ndio kurekebishwa kwao. Ni masdar, lakini tunatafsiri kwenye maudhui ya ismafuli. Dhullul khaifina, unyonge wa wale wenye hofu, min satwati, kutokana na mamlaka ya Allah, huwa al-izzu, ndio kupata utukufu kwa kufanya hivyo. Sawa. Badhlun nufusi lilkatli, kuzitosa, kuzisondomeka nafsi kwa ajili ya kuuawa, au kuzitoa nafsi kwa ajili ya kifo, fi sabilihi, katika njia yake Allah, huwa al-hayatu, ndio kupata maisha mazuri ya akhera. Juu swaimina, kuwa na njaa wale wenye kufunga, au njaa ya wale wenye kufunga, liajili, kwa ajili yake, huwa shib, ndio kushiba huko akhera. Siku huko utakapokwenda kulipa amali yake ya funga, basi kule utajaza nyomi. Sasa atshuhum fi talabi mardatihi, kiu chao kupata kwao na kiwi katika kutafuta radhi zake za Allah, huwa riyu, ndio katika kiwi siku hiyo utakapolipwa matendo yako kuhusiana na hali hiyo ilikuwa na kupitia ya kupata kiwi, ikiwa kwenye kuitafuta radhi za Allah. Nasabul mujtahidina, shida, tabu, majanga ya wenye kufanya jitihada, fi khidmati, katika kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, huwa raha, ndio kuja kurelax, ndio kuja kupata raha siku utakapoweza kulipa matendo hayo ya tabu ulizopata katika kumtumikia Allah. Beti nasema dhullul fata fil hubbi makrumatun, ndivyo wa khudu'uhu li habibihi sharafun, unyonge wa kijana fil hubbi, katika kumpenda kipenzi chake, ambapo ni Allah anakusudiwa hapo. Makrumatu, kwamba ni jambo lenye kuheshimiwa, jambo lenye hadhi, ni jambo lenye kutukuzwa. Sawa. Wa khudu'uhu li abibihi sharafu, na unyenyekevu wake kwa ajili ya kipenzi chake, basi anapata nini? Heshima, anapata utukufu, vyote sawa. Ukitaka dhullul fata, udhalili unaompata kijana, fil hubbi, katika kumpenda Allah, kwa sababu ndio ibada tunazoelezea. Sawa. Makrumatun, kwamba ni mwenye kupatiwa ukarimu, tukufu kwa sifa hiyo. Wa khudu'uhu li habibihi, na unyenyekevu wake kwa ajili ya kipenzi chake. Ukileta kama kwenye sentensi, akiwa ni mtume,
au akiwa ni Allah, si ndivyo? Sharafu, kwamba anapata nini? Utukufu. Habbatil yawma ala alqulubi naf'atun min nafaati nasimil qurbi, kwamba umevuma leo katika juu ya nyoyo, naf'atun harufu nzuri, min nafaati nasimil qurbi, kutokana na harufu nzuri za upepo mwanana za ukaribu na Allah. Lamma sulsila shaitanu, pale ilipofungwa minyororo mishetani, fi shahr ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Wa khamadat niranu shahawati, na ukazima moto wa matamanio, bisiyami, kwa kufunga. Inna azala sultanul hawa, ndio hapo inna azala sultanul hawa, yakaondoka mamlaka ya nini? Ya matamanio. Fasarati daulatu, na ukawa sasa ule utawala, ile dola, kwa maana ya utawala, lihakimil aqli, kwa ajili ya muamuzi ambaye ni akili. Sawa, ile dola sasa ikashikwa na rais ambaye ni muamuzi nani? Mzee akili. Bila adili, kwa uadilifu. Falam yabqa lil asi udhrun, falam yabqa udhrun, hakukubakia udhuru wote lil asi, kwa mwenye kufanya maasi. Nini tena kitakachomshawishi aende kwenye machafu, ikiwa mashetani yamewekwa kwenye minyororo? Tuko adhiri waheshimiwa. Anasema ya ghuyumal ghaflati, mawingu ya ughafilikaji, anil qulubi takashai, ndivyo kuhusiana na zile nyoyo, takashai, tawanyika. Ya ghuyumul ghaflati takashai, enye mawingu ya ughafilikaji, ombu sambaratikeni, tawanyikeni, anil qulubi, kuepukana kusogelea nyoyo. Sawa, au kuepukana kuwa na nyoyo, au kuwa mbali na nyoyo. Ya shumusu taqwa wal imani itlai, ndivyo jua la ucha Mungu, kwa maana anakusudia hapo mwanga mwanga wa jua la ucha Mungu, wal imani, na la imani, itlai, chomoza, kwa maana katika nafsi kuwe na kitu hicho, kung'ae mle tu, yani mwanga wa nini? Wa ucha Mungu, na mwanga wa nini? Wa imani. Wadhikhani, tumwombe Allah tujalie hivyo kwenye nafsi zetu. Ya suaifa amali salihin irtafa'i, ndivyo enye mafaili, enye madaftari, amali salihin, ya matendo ya watu wema, irtafi'i, pandeni, mwende huko ambapo mnatakiwa mkahifadhiwe. Sawa. Ya quluba swaimina ikhsha'i, enye nyoyo za wenye kufunga kuweni na unyenyekevu. Ya aqdamal mujtahidina, miguu ya wenye kufanya jitihada. Usjudi li rabbika, sujudu kwa ajili ya Mola wako. Warka'i, na urukuu. Ya uyunal mutahajjidina, enye macho ya wenye kufanya tahajjud, wenye kufanya jitihada za ibada za sunna za usiku. Sawa. La tahja'i, ndivyo msisinzie, ninyi macho msinini, msisinzie. Ya dhunubu taibina, midhambi ya wenye kutubia. La tarja'i, msirudi tena nyinyi midhambi. Ya ardhul hawa, nchi ya matamanio, ardhi ya matamanio. Ibla'i ma'ak, meza maji yako. Wa ya samaa an-nufusi, mbingu wa nafsi. Aqli'i, tamam, acha kunyesha, kwa maana acha kuchochea matamanio, wanachoashiria ndivyo. Naposema mbingu wa nafsi, acha kunyesha, kwa maana acha kuchochea ile nini? Matamanio yaliyomo ndani ya nafsi. Hadhi ikhwan, Allahu waliyu tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.